mahali kama hapo, ama sijui kama uko hapo. You know, when God speaks, huenda ikawa Mungu anajua kuna mtu yuko mahali kama hapo na ameshindwa atajitoa aje. Glory be to God. There is always a way out of anything that you find yourself in. Bwana Yesu asifiwe sana. There is always a way out. It does not matter the situation that you find yourself in. There is always a way out. Watu hujipata katika mambo mengi, mambo mazito, mambo magumu, wakashindwa vile wanaweza wakajitoa. Lakini jambo la kufurahisha ni kwamba kuna njia unaweza jiokoa kutumia imani yako. Glory be to God. Hii habari tunasoma ni habari ya mama mmoja ambaye alijulikana kama mama muovu sana, mama mtenda dhambi mkubwa. Hapo ndipo alipojipata katika hiyo hali. Glory be to God. Na huyu mama alitamani kutoka, hakupendezwa na ile hali ambayo alijipata, japo kuwa alijulikana kuwa mama mwovu kabisa, mtenda dhambi mkubwa, lakini ni kujipata alijipata. Lakini yeye mwenyewe alitamani kutoka. So maandiko inasema siku moja huyu mama mtenda dhambi mkubwa akasikia Yesu yupo katika nyumba ya Farisayo mmoja aliyekuwa anaitwa Simoni. So akaenda kule na akampata Yesu akiwa mezani na wageni wengine wengi. Akaingia akaja nyuma ya Yesu. Maandiko inasema akaanza kuosha miguu ya Yesu akitumia machozi yake. Listen to that. Yesu ameingia, na unajua hizo nyakati ya kukuwa na gari. Kwa hivyo miguu ya Yesu ilikuwa na vumbi sana. So yeye akaingia akaona aoshe miguu ya Yesu, sio kutumia maji ya mwenye ile nyumba, lakini kutumia maji yake ambayo ni machozi. Wewe unajua machozi vile ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. So akaanza kuosha miguu ya Yesu kwa machozi. Kwa njia nyingine ni kusema akaanza kulia, akawa analia, lakini akiyaosha miguu ya Yesu akitumia machozi. Alipoona miguu ya Yesu imeng'ara, akachumia nywele yake kukausha miguu ya Yesu, kupanguza miguu ya Yesu. Of course miguu ilikuwa wet kwa sababu ya machozi. Vile wewe unatumiaga towel, yeye akaamua kutumia nywele zake. Akatumia nywele zake kupanguza miguu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Na alipomaliza kupanguza miguu ya Yesu akitumia nywele zake, akaanza kubusu miguu ya Yesu. She started kissing the feet of Jesus. Baada ya kumalizana na kukiss miguu ya Yesu, akatoa mafuta alikuwa nayo. Na kama wewe ni msomi wa Biblia vizuri, hiyo mafuta ilikuwa very expensive. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akaanza kuanoint Yesu na ile mafuta katika kichwa chake. Akamwagia yale miguu ya Yesu na ile mafuta. Akaanza kupaka Yesu ile mafuta. Sasa yule Farisayo mwenye nyumba akaanza kudoubt Yesu. Akasema kama Yesu angekuwa nabii, angejua huyu mama mwenye anafanya hizi vitu zote ni mtu wa aina gani. Angejua ni mtenda dhambi mkubwa sana. Lakini Yesu alikuwa anajua vile huyu Simoni anawaza. Akamwambia Simon,
mtu yule amesamehewa sana na yule amesamehewa kidogo, ni nani upenda sana? Simon akasema yule amesamehewa sana. Akamwambia sawa, huyu mama unaona dhambi zake nyingi zimesamehewa. Na Yesu akageukia yule mama akamwambia, kuanzia leo wewe umesamehewa makosa yako yote ambayo ulikuwa nayo. Kumbuka alikuwa amejulikana kama mama mtenda dhambi mkubwa. Lakini Yesu akamwambia kuanzia leo, kwa sababu ya kile umefanya, umesamehewa makosa yako yote. So yule mama alitoka pale akiwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka tuende tumuone. Twende John chapter 11 verse 2, tunampata akiwa amebadilika, akiwa amejiokoa. John chapter 2, John chapter 11. Wacha tuanzie chapter 1. John chapter 11 verse 1 and 2. Maandiko yanasema, now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. Look at that. Two different people. The first time tunakutana na Mary, hata hatukuwa tunajua anaitwa Mary. Tulikuwa tunadescribewa huyu mwanamke kwa sababu ya hali yake. Tulikuwa tunaambiwa a very sinful woman. Yaani dhambi zake na makosa yake ilikuwa imefunika mpaka jina lake. Kuna hali unaweza kuwa nayo ifunike mpaka jina lako. Watu wasikuite kwa majina yako, wakuite kwa hali yako. Kama ni ugonjwa, wasemange yule mtu anakuwaga na kansa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vile huo ugonjwa umeonekana zaidi. So huyu Mary kwa sababu alikuwa mwovu sana, jina lake hata hakuna mtu alikuwa anataka kulijua. Alikuwa anakuwa described by her condition. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Lakini angalia vile alijiokoa. Maana ile hali hakupenda kuwa kwa ile hali. Ni vile unajikuta katika hali, hatujui ni nini limuingiza katika ile hali. Maana kuna sababu nyingi ambazo huingiza watu katika hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini tunamuona katika hali, hakupenda kukaa katika ile hali. Alitamani kujiokoa, alitamani kujitoa katika ile hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini alielewa siku moja jinsi ya kujitoa, jinsi ya kujiokoa. Akajua anaweza jiokoa kwa imani yake. Bado hakuna hali ambayo uko ndani huwezi jiokoa. Imani yako inaweza ikakuokoa kutoka kwa hali yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haijalishi hiyo hali iko namna gani, your faith can save you. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaona ile tendo ya imani aliyofanya. Akajua sina kitu, lakini nataka kujiokoa. Nitafanya nini? Akapata ufunuo, aende aoshe miguu ya Yesu kutumia machozi yake, na apanguse na nywele yake, alafu aibusu, alafu ile mafuta ako nayo anoint ile miguu ya Yesu.
hicho kitendo cha imani kikamuokoa. Sasa tunamkuta kwa John chapter 11 verse 2. And I like the way the Bible describes it. Kwanza inaanza na kutuambia jina lake. This Mary. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona vile imeandikwa? This Mary. Now we are told, now she can be described by her name. Kwa sababu ameshajiokoa. Kwa sababu ashajitoa kwa ile hali ambayo ilikuwa imemfunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio kuna hali moja zinafunika watu. Hallelujah. Unaitwa kulingana na hali. Yule mama mwenye hawezi olewa. Wale wameolewa wakikuona wanaona tu wanakuita husband snatcher. Na hakuna husband umesnatch. Wanakuita hivyo kwa sababu haujaolewa. Wanakudescribe na your situation. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Yule mtu ambaye anaombaomba mpaka wanamuita ombaomba. Kumbe ombaomba ana jina. Labda anaitwa John, lakini hawamuiti John, wanamuita ombaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. You know how people describe people. Hallelujah. Kama una mtoto wanakuita tasa. Vile waliita Hana. Glory be to God. Lakini the good news that I bring you is your faith can save you. Hallelujah. Amen. Imani yako inaweza ikakuokoa. Vile ilivyookoa huyu mama aliyekuwa muovu sana. Mpaka wanamdescribe vizuri. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. Imani yako inaweza ikakuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama ulikuwa jobless, nasemaga huyu jamaa anashindana na ma certificate akitembea, jamaa wa ma certificate. Ndio vile wanaweza wakakuita jamaa wa ma certificate. Anatembeaga na bahasha kila mahali until they give you a name. Because of the condition that you are in. Watu wanashindaga wakipigana kwa plot. Watu wanashindaga wakipigana kwa plot. Unajua kuna plot nilikuwa naishi. Kuna watu walikuwa wanashindaga wakipigana bwana na bibi. Mpaka tukazoea. Tulikuwa tunasikia mama anasema, "Woo! Yao, nyuma unasikia wanazunguka plot hivyo, wanakimbizana. Oh, ya waki, tulisaidie." And we were used to that. Anasema. Amen. Walikuwa hivyo. Almost every day. Sasa you can imagine watu walikuwa wanadescribe aje. Wale watu wa kukimbizana kwa plot kila siku. They describe you by what you are going through. But the good news is you can deliver yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jesus said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Bwana Yesu asifiwe sana. Are you in a situation? Doesn't matter the situation. Your faith can save you. Haijalishi ni situation gani, haijalishi wewe ni nani. Faith is more important than who you are. Unakumbuka Rahab? Rahab was a prostitute. But her faith saved her. That is how powerful faith is. Na unajua imani yake ilikuwa gani? Alificha wale spies. Na wakafanya mkataba. Mtakapokuja, aliwaambia ninajua hii mji mshachukua. Najua Mungu wenu ashawapea hii mji. Lakini nataka tukubaliane, mtakapokuwa mnakuja, mimi
na watu wangu hamtatuangamiza. Na wakakubaliana, na imani ya huyu kahaba ilimwokoa na ikaokoa nyumba yao. Unasikianga ukienda kusoma by faith Rahab. Bwana siwe sana. Hata wewe imani yako inaweza kuokoa, bora ujue kutumia imani yako. Shida ile tuko nayo ni hatujui kutumia imani yetu. Ama tuanze nyuma kidogo, hatuna imani. Na kama tuko na imani, hatujui kutumia imani yetu ituokoe. Maana imani haihitajiki kubwa, imani inahitajika kidogo. Ndio Yesu alisema namna gani? Ukiwa na imani ndogo kama chembe ya mbegu ya haradali, unaweza ukasongeza huu mlima, uambie huu mlima uniondokee kabisa. But people today are living with mountains. People have big things, mountains in their lives. Either hawana imani ama wako na imani na hawajui kuitumia. Glory be to God. Amen. Pendo, imani yako itakuokoa. Mara ngapi Yesu ameambia watu your faith has healed you? Very many times. Bwana Yesu asifiwe sana. What makes you think your faith cannot heal? Cannot heal. Your faith can help, can save you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bora ujue how to use your faith. That is where the problem is. Huyu mama, despite the fact that alikuwa a sinner, Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe alikuwa a sinner who has faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiseme ati faith ni ya righteous peke yake, no. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani si ya watakatifu peke yao. Imani inaweza tumiwa hata na watu ambao si watakatifu na iwaokoe. Because huyu ni kahaba mkubwa sana, mtenda dhambi, mtu mchafu kabisa. Lakini imani yake ilimwokoa. Alikaa hivi akaona, hapana, ninataka kutoka kwa hii hali. This is not me. This is not where I want to be. This is not the person that I want to be. Mtu asiyedhaminiwa na watu, mtu asiyeheshimiwa, mtu ambaye kila mtu akiniona anasikia vibaya. Anaisoseza. Akajua nitatoka. Labda alikuwa anaomba Mungu, nisaidie, nipe ufunuo jinsi nitakavyotumia imani. Sometimes you have to make some prayers. Uambie Mungu, nipatie ufunuo vile ninaweza nikatumia imani kujiokoa. Because there are many ways you can use faith to save yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbuka yule mtu, the centurion. The centurion aliambia Yesu, you don't need to go. Only say a word. Something that had never happened. Only say a word. And I know my servant will be healed. Yesu akasimama akastajabu. Akasema, sijawahi ona imani kama hii Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Na hiyo imani yake ikamwokoa. Kumbuka yule mama aliyekuwa ametokwa na damu, alijaribu kila kitu kikashindikana. Akaenda kwa madaktari wenye kusifika, wale ambao wana ujuzi kabisa, lakini the Bible says instead of getting better, she grew worse. Sasa ukienda kwa daktari ishindikane, what do you do? Unangoja ukufe? Unajua kuna watu wengine wamengoja na wakakufa. Hawakujua imani yao inaweza waokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado haijalishi ni nini utajipata nayo. Haijalishi ile condition utajipata nayo. You can save yourself by your faith. Ni Mungu akupatie ufunuo. Ukifika mwisho, kuna maombi lazima uombe. Uambie Mungu kwa hali ya kawaida, naona nimefika mwisho, nahitaji ufunuo. Na lazima uwe na imani. Lazima uwe na imani kwanza. Uambie Mungu, niko na imani. Ninaamini siko empty, lakini kuna kitu ninakosa. Ninakosa ufunuo wa jinsi wa kutumia imani nilionayo ndio iniokoe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. That is what we lack. Revelation of how to use our faith. Kama kuna kitu nakuombea leo, Mungu akupe ufunuo wa kutumia imani hiyo yako ikuokoe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Because imani hakuhitaji kubwa. Tumerahisishiwa mambo. Tumeambiwa tukiwa na imani ndogo kabisa tunaweza tukasongeza milima mikubwa. So we don't need a big faith. So ninaamini kila mtu hapa ako na hiyo imani kadogo. Hallelujah. Lakini sasa njia ya kujiokoa na hiyo imani ndio hatuna. Nani aliambia huyu mama aende aoshe miguu ya Yesu akitumia machozi? Nani alimwambia? Nani alimpatia ufunuo nywele inaweza kuwa tawe? Nani alimpatia ufunuo machozi inaweza kuwa maji? Maana wakati hizo Yesu anaambia huyo Farisi, nilikuja kwako huku nipea maji ya kuosha miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyu mama ametumia machozi yake kama maji akaniosha miguu. Hakutumia towel, alitumia nywele zake. Na alikuwa ana kiss miguu yangu tangu nilipoingia. Na akanianoint na mafuta very expensive. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. The reason why we are suffering, the reason why we are where we are, stuck in those conditions, ni kwa sababu hatujatumia imani yetu ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. It doesn't matter what you are going through. It doesn't matter where you are. Unaweza toka. You can change everything using your faith. Mpaka hapo ninajua labda sija communicate. Kuna watu bado wanashindwa, imani yangu nitaitumia aje? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kile uko nacho, imani inaanzaga na kile uko nacho. Imani haiendangi na kile kitu ambacho hauna. Sasa uta apply aje kama hauna? So mtu anapaswa kuangalia ni nini yako nayo, ni uwezo gani yako nayo, alafu apply imani kwa hiyo. Maana huyu mama hakuwa na kitu, lakini alikuwa na machozi, lakini alikuwa na nywele, lakini alikuwa na mdomo wa kubusu miguu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna mafuta alikuwa nayo. Labda hii mafuta ndiyo alikuwa anatumia, akijipaka inavuta wanaume. Lakini akaamua this time round sitajipaka, nitaenda ni anoint Yesu nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Pero tumia kile uko nacho kujiokoa. Hata yule mama ambaye alikuwa anasema watoto wangu wamekuja kuchukuliwa na sina kitu, mtumishi wa Mungu alimuuliza uko na nini? Akasema niko na kama mafuta kadogo kwa nyumba. Akaambiwa hiyo mafuta kidogo hiyo ikiongezwa na imani itakuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtumishi wa Mungu akamwambia enda uombe majirani masufuria, alafu ujifungie kwa nyumba. Haoni imani hapo? Yaani ni mtumishi wa Mungu anamsaidia, anamuonyesha vile anaweza jiokoa akitumia imani yake. Anaweza usiwe sana? Amen. Sasa kama sio imani, wewe unaweza enda uombe majirani. Hata saa hizi nikikuambia mimi kama mchungaji wako, enda omba majirani yako wote masufuria, utaenda kuomba? Utasema kwani watanifikiria aje ati ninaomba masufuria? Wataanza kunisema. Sasa hiyo unajua umeharibu imani. Lakini huyu mama haku question. Aliambiwa enda omba masufuria zote majirani, kwa sababu ni tendo la imani. Mtumishi wa Mungu alikuwa anajua huyu ataokolewa na imani yake. Kama sio imani itamuokoa, watoto wataenda. Kamwambia wako kama mafuta kidogo, enda uombe masufuria, alafu anza kumimina, jifungie, anza kumimina. Kwa nini ujifungie?
majirani wasione unafanya nini na sufuria, maana wakiona wataanza kucheka na inaweza haribu imani yako. Majirani waone ati wachungulie. Unajua kuna watu wanapora sufuria, wanapenda sana kuchungulia manyumba za watu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Sasa waone ati umepanga masufuria kwa nyumba. Watasema huyu mtu akona kitu kabaya. Anafanyia nini masufuria? Wanataka kujua. Aliambiwa aende ufunge mlango, maana watainterfere na imani yako. Alafu hiyo kama mafuta kadogo, sufuria ya kwanza anza kuimimina. Ikijaa enda kwa ya pili, enda kwa ya tatu. Hivyo hivyo. Na alifanya hivyo na mafuta ikajaa sufuria zote. Mpaka anauliza kijana yake, sufuria kwani nilikwisha zimeisha? Kwa sababu mafuta haijaisha. Akaambiwa hakuna sufuria nyingine, ndio mafuta ikakatika. Akarudi kwa mtumishi wa Mungu, "Unifanye nini? Maana nimejaa na mafuta kwa nyumba yangu." Akamwambia, "Uza, ulipe madeni na hiyo nyingine ujisaidie nayo." Aliokolewa na nini? Imani yake ndio ilimuokoa. The same way imani yako inaweza ikakuokoa. Hata yule mwanamke wa Zarepta, yule aliyekuwa anaenda kupika chakula ya mwisho akule na kijana yake akufe, kilichomuokoa ni imani yake. Maana aliambiwa, "Unajua hii chakula ndio ya mwisho, lakini enda unipikie kwanza." Imagine, ungesema hapana, hata sisi tukule kwanza. Lakini kwa sababu ya imani akaenda akapikia mtumishi kwanza akamletea. Imani yake ikamuokoa. Hakukosa kupika chapati hiyo nyumba. Kulikuwa kunanuka chapati na wengine wanakufa. Mpendwa, imani yako inaweza ikakuokoa. In whatever situation that you are in, your faith can save you. Na usiende kutafuta vitu zenye hauna. Vitu zenye uko nazo na uwezo ambao uko nao. Huwezi ambia Mungu ati sina kitu, hakuna kitu. Hiyo language Mungu haelewani. Hata Musa alianza stories akaulizwa, "Hiyo ni nini umeshika kwa mkono?" Akasema ni mti. Ati mti. Mungu akamwambia iangushe chini. Alipoiangusha ikakuwa nyoka. Musa mwenyewe anakimbia. Na hakuwa anaona kama ni kitu. Kaambiwa shika hivi, mshike kwa mkia. Akashika ikarudi ikakuwa mti. Huwezi sema hauna kitu. Kile uko nacho, uwezo ambao uko nao, unaweza ukakuokoa. Huyu mama aliokolewa na kile ako nacho. Aliokolewa na uwezo wake. Sasa huwezi anza kaa hapo unaanza kulilia Mungu, "Mungu umeniachilia, Mungu nimeteseka sana hii miaka yote." Those kind of stories, Mungu hawezi sikia those stories. What have you done? Have you used your faith to save yourself? You have not. Alafu unaanza kulalamika. God expects you to use what you have to save yourself. Lakini hii kitu watu wengi hawaelewani. That's why so many people are suffering. Pero imani ni ya muhimu sana. Anaweza kusema sana. Amen. Imani ni ya muhimu sana na imani inaweza ikakuokoa. Inaweza ikabadilisha maisha yako. Anaweza kusema sana. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa Mungu hataki ukae hapo una complain. Kazi yako ni kucomplain vile Mungu amekuacha and you are not using your faith. People used their faith na wakaokolewa. Use your faith to save yourself. Anaweza sana. Amen. Kuna kazini yangu mmoja amepitia magonjwa sana. Hata tulikuwa tumeenda Nairobi na mke wangu juzi tu. Fikiri mwezi jaisha. Tukasema tuende tumuone. Mama yake alikuwa ametoka Amerika, mama yake anakaa ng'ambo. Huyu msichana na ni mtu ameolewa, ni bibi ya mtu. Na wako na watoto sisi watatu na magonjwa yamemkalia sawa sawa. Naweza imagine mtu mzima kama wewe unaendaka kama umefungwa pambas. Kwa sababu choo kubwa itakuja bila notice. Utastukia tu imetoka bila wewe kujua. Na wewe mtu mzima. We imagine without you knowing ishatoka. Amepitia Kenyatta Hospital private wing
ameangaliwa na madaktari wale wamesifika wa Kenyatta Hospital, 0. Wakarudi wakasema, hapa sisi hatuoni ugonjwa. Ameoperatiwa very many times, haijasaidia. Ndio mama yake akasema anatoka Amerika, amkujie, ampeleke kwa madaktari wa Amerika. Ndio reasoning ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni shangazi yangu. Sasa daktari wa Kenya hawajaona kitu, na huyu ni mtu ambaye ameshindikana. How sure are you daktari wa Amerika wanaweza kutatua? Na wakishindwa, na ametumia pesa mingi sana. Kilichomkasirisha ni mara ya mwisho aliambiwa hakuna ugonjwa sisi tunaona, after spending a lot of money. Bwana Yesu asifiwe sana. How sure is she that atasaidika huko? Na si ati namuombea asisaidike. In fact namuombea apone. Lakini asipopona, what happens? Bwana Yesu asifiwe sana. What happens? Ataishi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ataishi hivyo. Hapo ndio inafika sasa, unatumia imani yako kujiokoa. Sasa kama hauna ufunuo wa vile utatumia imani yako, sasa hapo ndio unaumia. You must have a revelation of how to use your faith. Na usitegemee tu ati mchungaji atakuwa akikupea ufunuo. No, you also need kuwa na revelation yako. Yule mama aliyekuwa anatokwa na damu, hakuna mahali mchungaji alimwambia fanya hivi, enda ukaguze vazi la Yesu na utapona. Ni ufunuo alipata, hatujaambiwa vile alipata, vile alitafuta. Lakini maandiko inasema alisikia ndani yake, ni kama anaelekezwa aende afanye hilo tendo. Hatujawahi sikia mtu anaguza nguo na anapona. Ni tendo la imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Si Mungu akupatie ufunuo ya vile unahitajika kufanya ndio utumie imani, ndio ujiokoe. Kuna wakati mwingine watu ushindwa. Ukishindwa kuja kwangu, nitakusaidia vile utajisaidia. Bora wewe umekuja na umekubali kunisikia. Maana unaweza kuja nikwambie vitu zingine ukatae. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kama kuna rafiki yangu mmoja, mtoto wake alikuwa amegonjeka, amezaliwa amegonjeka, amesumbuka. Akakula pesa mingi. Lakini nilipokuwa kule pesa mingi, nikamwambia fanya hivi, usisumbuke. Usinijue mimi ni pastor nunua speaker uniletee. Ama amplifier. Every time ikiwa kwa kanisa inatumika. Kila wakati tukiomba hiyo maombi yote itakuwa inaenda kwa huyo mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Najaribu kumsaidia vile imani yake inaweza kumsaidia. Unajua alikata. Alipokata msiko na shida nikachana naye. Lakini alispend pesa mingi sana mpaka akaitisha harambee. Nafikiri alitumia 1 million or something. Na baada ya kutumia 1 million and something, anakuja anagundua huyo kijana si wake. Ni wa mtu mwingine. Na alikuwa amependa huyo mtoto na moyo wake wote. Na hiyo ndoa iliisha. Sasa tunaongea na wewe ameona mwingine. Lakini yeye hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Why should you waste all your money and all the time and all the pain? Sometimes kile kitakachokuokoa ni imani yako. Nilimwambia kitu simple. Na unasikia mtoto si wako. Ni wa mtu mwingine. Mama alipata wakati yeye ako kazi anatafuta pesa. Na mama anakutana na mtu mwingine na wanaendelea mbele. So yeye ndiye alienda kuwa na hasara ya kuspend all that money. Mama hakutumia pesa. So hiyo pesa angetumia. Can you compare 1 million na speaker na amplifier? Can you compare? Ili mwambie kitu simple, just buy. Every time we are shouting tunaombea Mungu. Hiyo maombi yote inalenga hapo kwa kijana. Na itakula pesa yako.
Ni akaona hivi ni vile mapasta wanataka pesa za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikwambie, shetani atakuzuia vitu vingine kwa sababu ya wewe unaona ni pasta anataka. Pasta hataki. Pasta anajaribu kukusaidia vile utakavyotumia imani yako ikusaidie, ikuokoe. Sasa ushakazi yako tayari niko na mfumo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakapofika mwisho ikishindikana, kama itashindikana, lakini hatuombi ishindikane. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Just in case itashindikana, niko na ufunuo wake, itabidi nimsaidie imani yake imuokoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na unajua ile ufunuo ilikuja ni gani? Maana mtu ana pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutaenda nje ya uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Si uko nayo. So tutatumia hiyo uwezo uko nayo. Hauwezi kaa hivi ungoje mtoto wako akufe na uko na pesa. Use that money. Hata kama utatumia pesa ngapi. Si pesa watu utafuta na wanapata. Sasa unataka upoteze mtoto kwa sababu ya pesa. Tumia imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama yeye kishindikana kila kitu akikuja kwa wangu kama pesa. Already niko na nguvu. Naambia fanya hivi. Si unajua mimi ni pastor yeye. Si uko na pesa yeye. Basi. Nipeni mtano. Sio nikule. Ninunue kiwanja ya kanisa na nijenge na kila kitu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana.